Ndoa na malezi ya watoto. Nitaanza na kipengele cha ndoa leo na kesho, alafu nitamalizia na malezi ya watoto. Sema amina kubwa. Mmejuaje? Mmejuaje? Zote mbili hapa nitaweka saa. Ndugu zangu, ndoa kama ndoa, tafsiri yake ndoa ni muungano au muunganiko, sio muungano, muunganiko wa watu wawili wa jinsia tofauti. Nianze na hiyo. Muungano au muunganiko wa watu wawili wa jinsi au jinsia mbili tofauti waliokubaliana kuoana katika mpango wa Mungu. Narudia, muunganiko wa watu wawili wa jinsia mbili tofauti waliokubaliana kuoana katika mpango wa Mungu na agizo la Mungu. Mpango wa Mungu na agizo la Mungu. Watu hawa wa jinsia mbili tofauti wamekubaliana kuunganika pamoja katika mpango wa Mungu na katika agizo la Mungu. Ukisoma Mwanzo sura ya 2 ule mstari wa 18 mpaka wa 24, Mwanzo sura ile ya 2 mstari wa 18 mpaka 24, utakuta historia hapo ya uumbaji wa Mungu. Mungu alipokwisha kuumba ulimwengu ukakamilika na akaipanda ile bustani ya Eden, akamweka mwanadamu humo ailime na kuitunza. Sio lazima uandike kila kitu, lakini usikilize historia tu utapata point. Ukipata point pale unachukua kwamba uwezi ukafundisha ndoa ukakwepa historia ya uumbaji. Uwezi. Kwa sababu mwanamke ataona umuhimu wake akisikia historia hii. Na nyamaza, mseme amina kwanza. Mshirikiane nyote kusema amina, itaonekana ina nguvu. Sema amina wote. Narudia, baada ya Mungu kukamilisha uumbaji wake ulimwengu wote, akamuumba mwanadamu Adam kwa sura yake, akapulizia pumzi ya uhai ndani mwake, akawa nafsi hai kuvitawala vingine vyote. Bwana simseme kuvitawala vingine vyote. Unajua, tukishirikiana itakwenda vizuri kuliko kunitazama kama vile unasubiri niseme tu. Napenda sana ushirikiano. Nasema napenda sana ushirikiano. Napenda sana ushirikiano. Kwa hiyo mwanadamu akamweka katika ile bustani ailime na kuitunza. Adam. Na hiyo bustani, hiyo ni point unaweza ukaandika, labda ulikuwa ujui. Hiyo bustani yenyewe aliipanda Mungu mwenyewe. Muandika, hiyo ni point ya msingi, ulikuwa ujui. Hata kama unajidai unajua, ulikuwa ujui. Hiyo bustani alipanda mwenyewe Mungu, akamweka Adamu ailime na kuitunza. Na kila wakati wajua kupunga akimtembelea Adamu katika hiyo bustani kuona yu hali gani. Na sasa siku ilipofika alikuta, au mara kadhaa anakuta amechoka, yuko hoi. Nyote mnajua kulima na kutunza, kuilima na kuitunza. Uzuri nyote ni wa Tanzania, uzuri nyote ni watoto wa mkulima. Kilimo kinachosha. Kilimo kina suruba aina fulani hivi. Kwa hiyo amechoka, Mungu akaangalia. Siku nyingine anakuta amelala na usingizi hapo chini. Siku nyingine ameegemea tu hivi. Amechoka, amewaza. Hana kumuuliza, hana kusema naye, na uchovu unaongezeka. Nasubiri mseme amina kwanza. Na uchovu unaongezeka. Na akiweka hivi, akiona itosha, naweka na jeki ya pili hivi.
Sasa tamko linatoka hapo. Tumesoma Mwanzo sura ya 2 mstari wa 18 mpaka 24. Hivyo ndio nausoma hivyo. Sitasoma na. Hivyo ndio nausoma. Alipoona vile Mungu akasema si vema mtu huyu awe peke yake. Nitamfanyia msaidizi wa kufanana naye. Mungu akaona umuhimu wa kufanya msaidizi. Akapitisha viumbe vyote. Soma vizuri Biblia, sio wanyama wote. Viumbe wote. Naomba mjibu. Viumbe wote. Avipe majina. Lakini interest ya Mungu haikuwa majina, ilikuwa ni uso wa Adam. Kuangalia kama labda yamkini katika hivyo vitu vinavyopita avipe majina, yamkini akapendezwa na kimoja wapo aishi nacho kama msaidizi. Nyote mnajua wanyama tulionao, tukiacha nyoka, tukiacha ndege. Hata ndege tunaweza tukamtaja tausi. Alipita pale mbwembo alipofika kwa Adam pale akaachia. Alipoona elewi akaachia mkia. Hapo akamzungukia hivi. Tazama. Kama wanawake wa mjini wanapopita wanatingisha tu, akiona mwanaume anatingisha tu, wanatingisha tu hivyo wao. Kuna mtu ana interest na upumbavu wa namna hiyo. Mimi wanawaambia kama choo iko pale mama kajisaidie, inawezekana anasumbuliwa na choo. Lakini tausi akaonyesha mbwembwe. Nasema akaonyesha mbwembwe, sema amina. Amen. Akapita twiga, shingo ya upanga, akapiga kushoto, akapiga yote hiyo ni kumshawishi Adam labda atapenda ishi na twiga. Akapita nyumbu, akapita faru, mzee wa hips. Adam apendi hayo yote. Mungu akagundua kwamba hakuna hata kimoja alichopendezwa nacho aishi nacho kama msaidizi. Mniitikie mseme amina. Kwa hiyo Mungu alimpa demokrasia hiyo na akagundua hakuna. Utaisoma ni hapo ndio nasoma hiyo. Hiyo naisoma hiyo. Alipogundua kwamba hakuna alichokipenda, akampa usingizi mzito. Sio usingizi, soma vizuri Biblia. Usingizi mzito haelewi kinachoendelea. Mungu akachukua akafanya operation ya kwanza. Na ndio maana madaktari wetu na mabingwa wetu, mimi hapa ni daktari nakwambia, huwezi ukamfanyia mtu operation bila kumpa dawa ya usingizi mzito. Mniitikie nyote. Kwa hiyo tumeiga kwa baba. Tumejifunza teknolojia kwa baba. Akamfanyia operation ya kwanza, akatoa ubavu, akamuumba Hawa, akamlaza hapo pembeni yake, alafu akamuondolea usingizi. Alipoamka asubuhi atafuta mtu wa kumuonea, njoo bwana. Njoo nikuonee wewe tu. Njoo tu bwana. Sasa nitachukua kina mama kweli na wewe upo? Sasa mimi nikikuita Hawa utaniuliza kwa vipi? Mimi ndio Hawa. Wewe ni Adam. Adam umelala, sawa? Lala baba. Usingizi mzito. Usingizi mzito. Sasa nimeumbwa mimi, ubavu umeumbwa mwanamke, niko hapa na mimi. Sasa sikia, akamuondolea usingizi, akamka usingizini, akakuta mrembo. Akakuta mrembo. Simama. Alichofanya ni hapa. Ni hapa. Sana. Tena hapa. Ndipo akatoa tamko. Hakika wewe ni nyama katika nyama yangu. Ni mfupa katika mifupa yangu. Kwa hiyo utaitwa mwanamke. Na likatoka agizo, mtu atamwacha baba yake na mama yake, naye ataambatana na mkewe, na hao wawili watakuwa mwili. Na alichokitenganisha Mungu
mwanadamu asikutenganishe. Mseme amina kubwa. Hapo ndipo mlipopatikana kina mama na umuhimu wenu huo. Kinachokuja kuleta tabu katika ndoa ndio hiyo. Unakuta wamama wengi hawajui historia hiyo. Anaweza kumnunia mume wake bila sababu. Lakini tabasamu la mama alikuwa na mtabasamia, uchovu kamwisha huyo. na chomekeza pale Mungu alipotoa ubavu. Sasa point ya pili. Mpango wa Mungu ni mke mmoja na mume mmoja. Andika hiyo point. Mpango wa Mungu ni mke mmoja na mume mmoja. Kama wengine watafoji watafanyaje, lakini mpango wa Mungu ni mke mmoja na mume mmoja, kwa sababu Mungu alikuwa na uwezo wa kutoa mbavu mbili. Kama aliona atamuumiza angeweza kuvunja ubavu mmoja akaumba tu mwanamke tuwili. Kwa hiyo point mwichukue moja kwa moja. Ningesema amina, ningetiwa moyo. Ningetiwa moyo tena. Kwa hiyo ni mke mmoja, mume mmoja. Hiyo ndio ndoa katika mpango wa Mungu. Lakini point ya pili pale tunajifunza. Tukisoma Mwanzo sura ya kwanza mstari wa 27 na wa 28. Hiyo itabidi nisome. Lakini kabla sijasoma nieleze. Mwanzo sura ya kwanza mstari wa 27 mpaka wa 28. Pale Mungu alitoa tamko pia, mwanamume na mwanamke amewaumba. Labda semina kongamano unisaidie kusema mwanamke na mwanamume aliwaumba. Nitasoma utasikia utathibitisha ninachokisema. Mwanamume na mwanamke au mwanamke na mwanaume aliwaumba. Akawapa agizo wazae watoto, wakaijaze nchi, waweze kutawala vingine vyote. Ni agizo la Mungu. Sasa hapo tunapata pointi nyingine. Nitasoma usio na wasiwasi. Tunapata pointi nyingine hapo kwamba ndoa kama nilivyosema inayotambulika kwa Mungu ni mtu mke na mtu mume. Sio mwanamke na mwanamke, sio mwanamume na mwanaume. Takupa na maandiko. Kwa hiyo mpango wa Mungu ni kujaza nchi. Takupa maandiko, lakini ujue tu hata kichwani tu kwamba kama ni mwanamke na mwanamke wameoana, wanawezaje kuzaa watoto? Mwanamume na mwanaume wakioana wanawezaje kuzaa watoto? Naeleza alafu nikisoma nasoma moja kwa moja mfululizo. Na usisahau mchakato wa kuzaa watoto. Hata kama umesoma biology ya chini kabisa, ni mfumo wa umeng'enyaji wa chakula. Unaona? Alafu na mfumo wa uzazi. Kwa nini nimetaja mfumo wa umeng'enyaji wa chakula? Kwa wanaume wanapofanya tukio hilo la kukutana na mwanaume mwenzake, wanatarajia kuzaa watoto kwa vipi? Digestive system na reproductive system. Wapi na wapi? Naona nitakupa maandiko, lakini mpango wa Mungu ni huo mke mume, mtu mume na mtu mke waoane katika mpango wa Mungu, wawe na ndoa takatifu. Na ni mume mmoja na mke mmoja na si vinginevyo. Mngeniunga mkono mkasema mimi na ningeendelea. Twende Mwanzo sura ya kwanza nisome. Nimeahidi nitasoma Mwanzo sura ya kwanza. Nilikuwa bado nafafanua definition hiyo. Usikie mambo. Sura ya kwanza mstari wa 27 na wa 28. Biblia inasema namna hii. Mungu akaumba mtu kwa mfano wake. Kwa mfano wa Mungu alimuumba, mwanamume na mwanamke aliwaumba. Mpaka hapo sema amina niendelee. Mungu akawabarikia. Mungu akawaambia zaeni. Tuende pamoja kanisa lote, fuata nyuma yangu. Zaeni. Narudia, zaeni. Mkaongezeke. Mkaijaze nchi na kuitiisha
nyamaza, mkatawale samaki wa baharini na ndege wa angani na kila kiumbe chenye uhai kiendacho juu ya nchi. Kwa hiyo huo ulikuwa ndio mpango wa Mungu. Na naposema mwanaume na mwanaume, mwanamke na mwanamke, tusome Walawi, mambo ya Walawi ile sura ya 18. Kwa nini nimesoma haya maandiko? Watu wanabishana bila sababu na wanatoa jasho mpaka wanataka kupigana. Hakuna haja kubishana kuhusu ushoga na ulawiti na usagaji. Una haja kubishana na mtu, ni historia ya uumbaji. Unajua kuna tofauti kati ya historia na hadithi. Si wangapi bado mnanisikiliza? Historia ni history, hadithi story. Unaweza ukabadili story lakini sio historia. Baba Askofu hapa amesema tuna historia yetu. Ina maana huwezi kuifuta hiyo kwamba tulikutana huko tukafanya hivi na iko hivyo. Historia. Sasa historia ndio hii kwamba Mungu alivyoumba ni hivyo. 18:22. 18:22. Mambo ya Walawi. Bado niko kwenye definition ya ndoa inayokubalika kwa baba. Kwa hiyo kama kuna makabila mengine hapo wanasema sisi mila zetu ziko hivi, futilia mbali hizo mila. Mila na desturi mbovu tunazifuta kwa neno. Menyamaza, endelea nazo. Endelea nayo kama utafika mbali. Hakuna nyumba ntobo kama mko hapa watu wa huko. Nyumba ntobo marufuku kubwa. Watu wenye nyumba ntobo, Bwana asifiwe. Si unaona? Acha hiyo. Najua mpo. Mambo ya Walawi sura ya 18. Naomba nisome mwenyewe. Biblia inasema namna hii. Sura ya 18. Nimesema sura ya 18 mstari wa ngapi watumishi wa Bwana? Mko vizuri. 18:22. Twende pamoja, fuata nyuma yangu. Fuata nyuma yangu, sema hivi, twende, fuata nyuma yangu. Biblia inasema usilale na mwanamume. Sasa utashangaa ni kongamano la wanawake naongelea wanaume. Mwende muwaeleze nyumbani. Usilale na mwanamume. Mfano wa kulala na mwanamke ni machukizo. Sura ya 20 mstari wa 13. Wewe watu ubishane nayo kwa hoja hii. Msitoane jasho, msomee maandiko. Hawezi kuendelea kubishana wewe. 20 mstari wa 13. Twende. Tena mtu mume akilala pamoja na mtu mume kama alalavyo na mtu mke. Sauti mko wengi, naona mnaongea watu wa mbele tu, wengine waongei. Inakula kwako, hasara yako mwenyewe, unabishana na Mungu tu. Niko hapa na mamlaka zote. Hata usiposema amina, niko hapa na mamlaka zote. Narudia, tena mtu mume akilala pamoja na mtu mke. Hapana, tena mtu mume akilala pamoja na mtu mume kama alalavyo na mtu mke. Sauti, wote wawili wamefanya machukizo, hakika watauawa, damu yao itakuwa juu yao. Amina kubwa. Warumi sura ya 1. Unajua bila introduction hiyo itakuwa sijawaambia ukweli. Tukitoka hapo ndio tuende kwenye mengine. Sababu mimi najua huko mnakoishi haya mabishano yapo. Wape maandiko. Warumi sura ya 1. Mstari ule wa 20 na 6 na 27.
Nyamaza tu, nitakwambia mali nitakapokuhitaji nitakwambia. Anasema hivyo Mungu aliwaacha wafuate tamaa zao za aibu. Hata wanawake, tuanzie hapo hapo, hata wanawake. Nimesema kongamano lote mseme hata wanawake. Wakabadili matumizi ya asili kwa matumizi yasiyo ya asili. Na wanaume nao vivyo hivyo waliacha matumizi ya mke ya asili, wakawakiana tamaa, wanaume wakiyatenda yasiyopasa, wakapata nafsini mwao, sauti zinafifia, malipo ya upotevu wao yaliyo haki yao. Wakorintho wa kwanza sura ya 6. Korintho wa kwanza sura ya 6, ni hame hapo niingie kwenye mambo mengine ya msingi. Wakorintho wa kwanza sura ya 6. Sasa kama Paulo hakuona kinyaa, mimi naonaje kinyaa kuyasoma kama yalivyoandikwa? Mtu mwingine akaniambia, mzee, ungeweka hata ka kifuniko kidogo. Sina kifuniko, hii andiko liko hivyo hivyo. Ukitaka wewe weka kifuniko kwenye masikio. Wakorintho wa kwanza sura ya 6. Bahati mbaya sana mnafuata nyuma yangu, wale wako usiseme. Nimesema Wakorintho wa kwanza sura ya 6. Mstari wa 9 mpaka wa 11. Twende nyuma yangu. Fuata nyuma yangu. Au hamjui ya kuwa, sauti. Au hamjui ya kuwa wadhalimu hawataurithi ufalme wa Mungu? Msidanganyike. Waasherati hawataurithi ufalme wa Mungu. Wala waabudu sanamu, wala wazinzi. Mbona kwenye wazinzi mnapunguza sauti? Mna shida gani? Narudia, wala wazinzi, wala wafiraji. Kama ni dhambi tumeshiriki wote. Wala walawiti, wala wevi. Sasa nyamaza. Wala wevi, wala waaminio, watamanio, wala walevi, wala watukanaji, wala wanyang'anyi. Twende hapo tena. Na baadhi yenu mlikuwa watu wa namna hii. Ongeza sauti. Lakini mlioshwa, lakini mlitakaswa, lakini mlihesabiwa haki katika jina la Bwana Yesu Kristo na katika Roho wa Mungu wetu. Daftari pembeni, makofi kwa Mungu wetu aliyetuosha. Kwa hiyo kama ulikuwa ni mmoja wa hao, usijisikie vibaya, imepita hiyo. Uhesabiwi tena dhambi juu ya hilo jambo. Yamepita, lakini marufuku kuendelea nayo haya mambo ya kipumbavu. Na nimekusha kukupa, na kama nitamuuliza mzee kama kipindi cha mwisho tutaongea mambo ya kwenye master bedroom ambayo nahisi ni vizuri nikaongelea hilo jambo, nitarudia tena hiyo kwa herufi kubwa zaidi. Tupate muda wa kusikiliza. Hata kwenye master bedroom kuna matatizo. Wamama muondoke hapa mnajua kwamba huko nako kuna matatizo, na matatizo mengine utakuta labda unayo wewe. Wenye matatizo, Bwana asifiwe. Wapo, mimi najua, kwa hiyo hamna shida. Hamna shida. Pointi nyingine ya msingi, andika, mpango wa Mungu hakuna kuachana. Ni pointi ya msingi. Kwa hiyo unapokuwa umeolewa kwa mwenzako, nina wanaume wachache, au umemuoa mwenzio, usiweke akiba kichwani mwako au moyoni mwako kwamba kuna kuachana kwa namna iwayo yote.
kwa sababu nitafafanua hapa. Na amesema alichokiunganisha Mungu mwanadamu asikitenganishe. Kwa hiyo hata kama zitakuwepo sababu, usije ukasema mchungaji, na maana wewe unakaa mbinguni. Niko duniani hapa. Na yaona mambo yapo. Ninasuluhisha ndoa nyingi hapa mjini na hata nje ya mkoa, watu wanakuja. Lakini sababu zote hizo, hakuna sababu itakupelekea uamue mwenyewe kumwacha mwenzako ukaoa mwingine au ukaolewa na mwingine. Tuliza kichwa chako, usikilize maandiko na maelekezo ya Mungu. Hakuna kuachana. Kuachana kwa Mungu inaonekana ni chukizo. Sema amina kubwa. Tuanze na Malaki ile sura ya 2. Kuachana ni chukizo. Mungu anasema na kuchukia kuachana. Kwa hiyo kama anakuchukia kuacha, anakuchukia ina maana ni chukizo kwake. Malaki sura ya 2 ni mstari wa 14 mpaka wa 16. Nisome hapo usikie. Malaki sura ya 2 mstari wa 14 mpaka 16a. Taishia a, b sitaendelea nayo. Biblia inasema namna hii. Lakini ninyi mwasema, ni kwa sababu gani? Ni kwa sababu Bwana amekuwa shahidi kati ya wewe na mke wa ujana wako, au kati ya wewe na mume wa ujana wako. Mpaka hapo ni nyamaze, mseme amina. Sema Bwana Mungu wa Israeli. Ungesema amina ningeendelea. Mambo ya hiana, mambo ya kuambiwa mtu huna uhakika nayo. Sasa hivi wa mama, lakini siku hizi nadhani mmepata elimu ya kutosha, kujachezea, wanachezea simu za waume zao, anakuta kuna makwazo humo mengi. Mtu mliachana vizuri, asubuhi mnasalimiana, mmeagana vizuri, anarudi kazini anakuta umevuta mdomo, hamzungumzi kabisa, na unamwambia unafikiri sijui, mambo yote na yajua, yako wazi hapa. Huku umeshapiga simu zote, umeshawatukana wanawake mbalimbali, umemtukana na bosi wake, ulidhani ni hawala yake. Hiyo ni shida. Mimi nasuluhisha ndoa na kutana nayo hayo. Mali pengine nasema kina mama, kama unataka kuwa salama, usichezee simu ya mume wako, achana nayo. Si unaona mmenyamaza, semeni amina. Mimi nakusaidia. Kama umeshahitimu kama Dr. Mutash, ambaye mimi naenda kuoga, na mkabidhi simu zote mama, naenda kuoga. Utanijibia. Hata akipiga rais wa nchi, mwambie mheshimiwa rais ameenda kuoga baba. Akitoka nitamwambia. Na yeye anamwambia usisahau. Siwezi kwenda na simu zote chooni. Wengine wanakwenda mpaka zinadondoka chooni, zingine zinapotea. Yaani tangu nimeanza sijapigiwa makofi, amepiga mama peke yake hapo. Alafu kama unaninunia na mimi usiyenijua, mume wako je, si ndio kabisa? Kwa hiyo viboko ni halali kwako kabisa. Mboko. Nitakupa maandiko ya viboko hapo. Asa mijeredi juu ya farasi, fimbo kwa mwanamke mpumbavu. Tena sio mwanamke, mgongo. Usipige kichwa, naweza kufa. Mgongo. Kama ni hivi hujaokoka, ameokoka mpumbavu. Yeye alikuwa ukiwa mrembo mzuri. Leo huyu umeshabadilika, umekuwa sijui sura gani. Kununa tu. Hakuna msiba, hakuna nini. Sasa hata akikuuliza wanasema kwa kunionaje? Na kuona wewe pumbavu, kwa sababu haiwezekani. Tumetoka asubuhi tumeagana vizuri. Unanuna saa ngapi? Mboko. Ninyi wenyewe ni mashahidi. Ninyi wenyewe ni mashahidi. Kuna watu mlikuwa na dimples. Dimples zimefutika. Januari mpaka Desemba. Dimples. Na alikuwa kwa ajili ya dimples. Sasa akupende kwa lipi? Huyo Wakorintho wa kwanza sura ya 7. Nimesema hakuna kuachana. Kama una agenda ya kuachana na mmeo, mama, futa katika jina la Bwana.
Na hata kama uliacha umefunga mizigo, ukasema niende kwenye kongamano nikirudi, maamuzi ndio hayo, nenda kafungue mizigo ukaishi. Huo mji ndio wa kwako. Hatoki mtu hapa. Kabisa. Wakorintho wa kwanza. Mmechangamka, mmeshachelewa. Marko sura ya 7. Ni amuna wa amina. Niko makini. Ni amina. Kaza shingo, sawa? Amina. Amuna. Marko sura ya 10. Nimesema hakuna kuachana. Ni Marko sura ya 10. Hata nikiishia hapo sawa tu kwa leo, maana ni introduction tu. Marko sura ya 10 ni mstari wa 2 mpaka wa 12. Neno la Bwana linasema namna hii. Tulieni tu mnisikilize. Basi ni Marko sura ya 10 mstari wa 2 mpaka wa 12. Asante mama yangu. Mama, baadaye nitauliza unatokea wapi. Huyo mwanamume amepata wife. Basi Mafarisayo wakamwendea wakamuuliza, "Je, ni halali mtu kumwacha mkewe?" Huku wakimjaribu kwenye mabano, walikuwa wanajua jibu, wakamjaribu. Naye akajibu akawaambia, "Musa aliwaamuru nini?" Wakasema, "Musa alitoa ruhusa kuandika hati ya talaka na kumwacha mke." Yesu akawaambia, "Kwa sababu ya ugumu wa mioyo yenu aliwaandikia amri hii, lakini tangu mwanzo wa kuumba ulimwengu aliwafanya mume na mke. Kwa sababu hiyo mtu atamwacha babaye na mamaye, ataambatana na mkewe, na hao wawili watakuwa mwili mmoja. Hata wamekuwa si wawili tena, bali mwili mmoja. Basi alichokiunganisha Mungu, mwanadamu benki kwa hapo." Unasikia siri ya huyu? Yote si mnashangilia mmekaa. Yeye amesimama. Sasa wewe unakatia kiuno hapa. Mwenzenu kawatia ai. Kwamba mzee sio unafiki, inamaanisha kimshukuru unamchochea afanye zaidi. Afanye zaidi kwako. Na wengi hampati zawadi za waume zenu kwa sababu hamshukuru. Kabisa. Na mtasota sana. Mimi nakwambia, mpaka utasema nimerogwa na nani? Hakuna aliyekuroga. Umejiroga mwenyewe, na kujirogoroa iko kazi kubwa. Mpaka ugundue siri. Hayo meno alipokuwa aliyaona. Mimi nilimuuliza mama mchungaji siku moja, "Hivi mama, na kichwa changu kiko hivi kama Mohamed Transi kirefu. Hivi ulinipendea nini mimi hasa kichwa? Watu wote wamenikimbia kijijini, hata hakuna anayetaka nimuoe. Kama kuna muhaya hapa, muhaya, wananiita msherebende. Yaani kichwa akieleweki." Sasa mimi namuuliza mama, "Mama, umenitoa kijiweni, maana wasichana wote msherebende." Nilikuwa na matatizo mawili. Msherebende
Alafu na kitovu kimetokeza kwenye shati. Kitovu kimeshindikana kabisa, wamekichanja dawa zote hamna hivi. Mpaka nikakishonea mfuko. Sasa mimi namuuliza, mama, kitovu kukiona? Anasema nilikiona. Msherebende ukuiona? Niliona. Sasa mpaka ukanikubali. Kwa vipi? Akasema meno baba, meno. Akasema siku ulipokuja pale nyumbani, ulipoondoka uliacha gumzo. Watu tunabishana. Wengine wanasema meno ya bandia, wengine wanasema ni ya kwake. Anasema anafanyaje? Nawaambia sio ya bandia, ya kwangu. Tangu hapa kanichochea kupiga mswaki mara 3 kwa siku. Sasa wewe unapiga siku ya Jumapili asubuhi, wiki nzima unapiga tu. Unaendelea tu. Maji tu. Alafu nasema maisha yaendelee. Maisha yaendelee. Mume wako anakuvumilia tu. Mimi nakwambia ukweli. Sasa mzee nitamuomba ruhusa tuingie kwenye master bedroom. Tuone kwa nini kuna matatizo huko. Saa nyingine wa mama wanasababisha, saa nyingine wa baba wanasababisha. Sasa itakuwa sijawatendea haki nikiondoka bila kusema hilo neno. Niko tayari, kama kuna wasichana tutawatoa nje. Tupige hiyo topic. Haleluya! Na Biblia imesema nimewapa usafi wa meno kabisa. Sasa hata tujaenda kwenye master bedroom, naomba mpige miswaki. Biblia inasema furahini katika Bwana, tena anasema sasa utafurahije wakati unawakwaza watu na michicha kwenye mdomo? Haiwezekani. Sikia mama, nikwambie, sio wote anaweza kacheka kama unavyocheka hivi. Akajiweka wazi. Furahini katika Bwana, tena anasema furahini. Wawili, onyesheni, muonyeshe meno jirani, muonyeshe. Nilikuwa sijamaliza Marko. Imeharibika, niishia wapi? Iliharibika. Imeishia na namba 7 ukurasa. Lakini tangu mwanzo aliwafanya mume na mke, kwa sababu hiyo mtu atama na hao wawili sawa. Basi alichokiunganisha Mungu, mwanadamu asikitenganishe. Sema amina wote. Lakini hata nyumbani tena wanafunzi wakamuuliza habari ya neno hilo, akawaambia hivi, kila mtu, twende pamoja, kila mtu atakayemwacha mkewe na kuoa mwingine azini juu yake. Anaendelea, na mke akimwacha mumewe na kuolewa na mtu mwingine azini. Toa sauti, sema hakuna kuachana. Lakini pamoja na neno hili, sio kwamba makwazo hayapo. Hili ni agizo la Mungu, ni kweli, lakini madamu tuko duniani, makwazo yako. Makwazo yako. Sasa inaingia pointi yangu ya pili, ya 3, sijui ya 4. Anasema msamaha na kuvumiliana ni lazima. Andika hivyo, kusameheana na kuvumiliana
ni lazima. Ni lazima. Kwa sababu hakuna mtu yeyote, hata mimi hapa, aliyemchukua mwenzake akakuta yuko 100% kama alivyotarajia. Hayupo. Kama hivi mama alisema amependa meno yangu has got nothing to do with mume mwenye busara. Haya ni meno tu, nimepiga mswaki, nimejitahidi. Lakini mambo mengine ya ndoa kama ni zero, meno yanamsaidia nini? Ndio maana Wahaya wanasema hivi, kama nilicheka siku moja, mama mmoja mnene sana. Sisemi kwamba wanene wana problem. Ni zawadi wamepewa na Bwana. Naomba tuwapigie makofi kwanza, tuwapigie. Lakini kuna kijana mmoja alioa binti mnene. Mnene, yani ana umbile zuri, sio mnene wa ovyo ovyo. Umbile zuri. Sasa tabia 0 chini ya 100. Sasa wazee wa Kihaya wanamwambia hivi, iwe furugenzi kabone kawaida iki kikaze kyo tuletera waiti ebini otuye otulie, yani kwamba hata mjaelewa lakini mnacheka. Mbwenu wazee wa Kihaya wanasema mbwenu furugenzi ekikaze kyo lesire maki ntugusha ebinio tuye otulie. Yani manake kwamba yani wewe umemchagua ni kweli, lakini hayo matako makalio. Kwani nilisemaje? Na wewe umeshiriki dhambi hiyo. Makalio tutayala hayo. Sisi tunataka nidhamu, tunataka heshima. Sasa hayo makalio ulioleta hapa nyumbani tuye otuli, yani tule hayo. Ugali mbichi, kudeki ajui, kukata kachumbari, ameleta kachumbari mpaka imerudiwa mara ya pili. Maana ameleta kachumbari nyanya ilivyo kipande, tafikia ametumia panga. Sasa unashangaa. Huko sasa nitakuja kuwaelekeza kwenye malezi ya watoto. Ila imeingia yenyewe tu. Mitoto mingine mama inakuwa kama nyanya mshumaa hivi. Nyanya mshumaa tu hivi. Hivi tu inakwenda tu. Akitaka kuosha vyombo mama anafoka. Kama hamna ya kujisomea simkae. Pia nimwangalie TV. Kwani mfanyakazi anafanya kazi gani? Kwani hela tunamlipa za bure? Hela tunamlipa za bure. Ungewaambia waende. Wewe ungewaambia nendeni kwa dada yenu mjifunze namna kukata kachumbari. Nendeni kwa dada yenu mjue namna kupika chai. Bana hata chai inapikwa. Mnijibu bwana, chai inapikwa. Mimi niliwahi kupokea wageni mke na mume hapo nyumbani kwangu. Mke na mume wake wamekuja kututembelea pale nyumbani. Tukaamua kesi hapo wanataka kuzipiga. Kabisa, kwa mchungaji kuzipiga kabisa. Kisa mwanaume amekuja vikombe 6 vya chai bila shuruti. Alafu anakunywa anapuliza kama vile anaenda stendi kwa gari. Sasa mke wake anaangalia, alafu anamvuta kuniaibisha. Na yeye anasema niache. Sasa wameanza polepole, anavuta niache. Baadaye akamkaba. Kwenye kikombe cha 6 mama akasema nimeshindwa kuvumilia. Vikombe 6. Tena tuko kwa mchungaji, vikombe 6. Una aibu? Na yeye akamwasha pale. Vikombe 6. Chai nayo kunywa nyumbani inafanana na hii. Sasa akamwambia na mimi sasa nachomekeza. Nachomekeza. Kama hujui kupika, sio chai tu. Kama hujui kupika, nenda kwa waliofaulu, jifunze. Wala sio aibu.
Sasa yule mwanaume akamwambia mama Franki, unanikaba bure koo. Hii chai ni tamu mno. Wewe umejikaza tu na wewe ungekunywa 6. Wewe nenda umuulize mama mchungaji ameweka nini humo. Na kenyewe kakasema eti. Sasa nikapata lift na nikapandia hapo. Nikamwambia mama, kamuone. Mama hana tatizo, kamuone. Amina. Alipofika kamuonyesha vifaa. Mchai hapa, tangawizi hapa, mdarasini hapa, iliki hapa. Amina. Mambo hayo. Alafu nahitimisha na tangawizi. Safi kabisa. Alafu kwa kiasi. Si unaweka kama dawa ya nini ile COVID. Unakadiria. Hata uji unapikwa. Wanangu kajifunze kwa dada yenu. Uji unapikwa. Simseme. Sema tena. Chai sio kuchemsha maji na kuweka majani mule na kuweka sukari mule. Alafu naenda kuosha vyombo. Chai inachemka mpaka inauliza mama Franki, uko wapi? Inachemka mpaka inabadilika rangi inakuwa kama oili chafu. Sasa na wewe ulivyo mjinga unakuja unaweka kwenye chupa unampelekea mume wako. Baba karibu chai baba. Alafu sasa bora awe ni mume wako tu na mgeni. Na mgeni na yeye. Alafu na mgeni mwenyewe mutashi nimetoka kwenye vitu vyenyewe. Nikutane na oili chafu. Alafu ulivoleta basi huku kama mkulima wa wapi sio kama mwana kijiji, yani haueleweki. Umeleta pale ueleweki, una hata anwani yoyote. Huko utafika, lakini nimefika tu. Lakini unamletea mume wako kitu chochote, hakikisha usafi wako kwanza. Amen. Unajicheki kwenye kioo. Kioo hakina ubishi. Cheki unakuta kuna matongotongo, unatoa. Unajua yanaweza kaondoa appetite kabisa huko. Amen. Unapeleka chai na matongotongo mama? Hapana. Alafu unanuka tope la majaruba. Appetite inaondoka. Na ukikutana na mwenzako ukiona anachukua kitambaa anafanya hivi, na wewe chukua yani siku hizi atuambizane toa matongotongo. Yaani hekima tunayojifunza, ukiona anafanya hivi na wewe fanya. Ina maana unayo. Amina. Sasa kwa hiyo afadhali nasema hivi unakwenda unampeleka kule walikofaulu. Amina. Huyu mama alipokwenda kwa mama mchungaji alirudi na semina kamili. Amina. Hakuna notes, hakuna Warumi sura ya ngapi? Kwa matendo tu, kwa kuona tu. Kama hivi. Sasa hivyo vitu nimechomekeza vitu vinavyosababisha hata amani inaondoka pale nyumbani, mpaka unaweza kumtilia mashaka umekula huko hajara popote chakula kibovu. Na sisi wanaume tumeambiwa kula. Sio kula chakula kitamu namna ile apendayo. Tutafika huko bado, tutafika lakini. Mimi nilikuwa nasema habari za kuachana. Nikasema pamoja na kwamba Mungu anakuchukia kuachana, lakini tuko duniani. Sawa? Makwazo Biblia inasema hayana budi. Ni Luka 17 mstari wa kwanza mpaka wa 4. Naomba uandike hili. Makwazo yapo. Ndio maana nimesema kuvumiliana, kusameheana, kuchukuliana. Kama ulikuwa hujaandika andika hivyo vitu vitatu vinne. Ni silaha zenu hizo. Utapata aliye 100% kama wewe ulivyomuona. Mnaulizana mtihani. Ni Luka 17 mstari wa kwanza mpaka wa 4. Si mimi niko hapa nimekuja kwa ajili yako. Usimsumbue jirani yako. Nyosha mkono hivi. Mwalimu hapo ulisemaje? Nitarudia. Kuliko kumsumbua jirani. Ni Luka 17 mstari wa kwanza mpaka wa 4. Makwazo hayana budi kuja. Lakini ole wake yeye anayesababisha hayo majaribu.
Biblia inasema angefungiwa jiwe kubwa shingoni akatoswa baharini, kilindini. Lakini kama atakuja kwako akaomba, akatubu, akaomba, akasema nimekukosea, Biblia inasema msamehe. Anasema hata akija kwako mara 7 katika siku moja msamehe. Na Petro na Yesu akamwambia wala sikwambii hata mara 7 bali hata 7 mara 70. Kwa hiyo ina maana msamaha kwa wanandoa ni wazi, open kabisa, haina mwisho. Kwa hiyo hakuna mahali utakapokwazika. Kama mwanadamu kwa haraka utakwazika, lakini unarudi kukumbuka kwamba wewe uko kwako, na huyu ni mume wangu, na huyu ni rafiki yangu. Labda shetani amempitia tu, kwa hiyo ni msamehe. Kwa hiyo katika Marko nitakupa na andiko tena sasa hivi, anasema usipomsamehe ndugu yako, hata Baba wa mbinguni hata kusamehe wewe. Sasa unaweza ukaona jinsi gani msamaha ulivyo ni kitu cha muhimu sana katika maisha yetu watakatifu. Mniunge mkono, mseme amina. Nobody is perfect on this earth. Yani mia kwa mia akosei, haiwezekani. Haiwezekani kabisa. Hata sato ni samaki mtamu sana, sato. Unakula sato, unakwenda, lakini ukifikia mahali unakutana na mfupa, unatema. Lakini haiwezi kuwa ni sato kwa kuwa ni safi eti umeze na mfupa, ule na kichwa, ule na macho. Macho mazuri lakini nasema yani mfano tu huo. Kwa hiyo mume wako kama ana kasoro za hapa na pale, mnisikilize, uenda namalizia pale. Mume wako hata kama ana kasoro za hapa na pale, ni za kibinadamu tu na zinachukulika. Andika sentensi hii kwamba mambo yote ya ndoa yanazungumzika. Mambo yote ya ndoa yanazungumzika. Kwa hiyo usichukue sheria mkononi. Kwamba ameniudhi, kwa hiyo ukafunga mizigo, unasema narudi kwetu. Au yeye anasema ugali mbichi, funga mizigo, rudi kwenu. Mambo yote yanazungumzika. Ndio maana walimu tupo, washauri tupo, wala sio mtashi tu. Sasa hivi nchi nzima imejaa walimu wa ndoa, imejaa walimu wa mahusiano, sijui wamekuja na wengine namna hiyo. Watumishi wa Mungu, muwaone, muyamalize, muendelee. Maisha yaendelee, ndoa ziendelee. Mama Samia anasema kazi iendelee, na mimi nasema ndoa ziendelee. Hatoki mtu hapa. Kabisa, we gangamara kabisa. Na Waswahili wa mjini wanasema komaa. Ni mapito tu, ni vitisho tu vya adui. Tisho tu. Halafu wewe umejaa silaha zote, nitakufundisha kesho nadhani. Silaha ulizonazo zinatosha kumsambaratisha adui. Hata kucheka kwako hivyo mama, unaona ulivyonichekea hivyo. Hata kama kuna kesi yoyote inafutwa. Tatizo lako unanichekea mimi tu, mume wako mchekei. Hii ndio shida. Unanichekea mimi mpita njia, mimi naondoka. Alafu nina wife. Sema tena. Marko 11:25 mpaka 26. Ndio utakuta hilo andiko. Sipomsamehe ndugu yako, hata Baba wa mbinguni hata kusamehe wewe. 11. Naam, Marko nimesema. Nimesema sura ya 11. Mstari wa 25 mpaka wa 26. Usinyamaze, niulize tu. Niko hapa kwa ajili yenu. Nimekuja kwa ajili ya kazi hiyo. Mzee Sentozi, nitakutafutia zawadi maalum. Maana umenipa nafasi ya kuonana na mama zangu hao. Huyu baba. Yaani Mungu ambariki jamani. Hana ubinafsi. Hana uchoyo.
Unavyoona anatabasamu hivi sio kwamba anaigiza. Ndivyo alivyo. Na mimi hivyo hivyo. Tungepatanaje, tungefanyaje urafiki kama mimi na Nuna na yeye anacheka? Wote hivyo hivyo mpaka macho yetu yakawa madogo kucheka. Tunamfurahia Bwana. Tunafurahia kuondoa Bwana. Tumepewa tuwachunge mpaka tuwafikishe mbinguni. Asipotee hata mmoja wenu. Nakwambia watu watapata nauli hapa. Unajua, unasikia mama, tunapofundisha malezi ya watoto, si nitakuja kulifundisha hilo somo. Wanawake wote ambao hawatunzi watoto wao, watoto. Anabeba mtoto wake tangu Mwanza Nyegezi mpaka Dar es Salaam. Hakuna wa kumpokea hata kumshikia. Mtoto mchafu ananuka mafia hivi. Sio kiangalia na mama mwenyewe ananuka matiti. Sasa hata mtu umekata naye kiti hapa, yani anaomba kuche, akupambazuki. Anatazama dirishani. Unamuuliza hapa tumefika wapi? Anakuambia itigi. Yani lakini kama mtoto yuko standard, kila mtu anataka arushe. Sasa ndio huyu mama huyu. Tangu ameanza kufurahi, nimemuona bwana. Filipi sura ya 2. Mstari wa 3 mpaka wa 4. Sasa nikamalizia hapo. Tukaendelea kesho. Nitoe nafasi kwa mwalimu wenzangu mwingine awashe moto. Sisi Wafilipi watumishi wa Bwana, Wafilipi sura ya 2. Sikilize mambo ya ndoa hayo. Wewe amesema nimesafiri. Hawanisikii? Wafilipi sura ya 2. Nimewapunja muda mrefu. Wafilipi sura ya 2 mstari wa 3 mpaka wa 4. Vyombo sio kwamba vina shida, ni mimi mwenyewe nilikuwa nasogeza mic. Wafilipi sura ya 2 mstari wa 3 mpaka wa 4. Biblia inasema namna hii: msitende neno lolote kwa kushindana wala kwa majivuno, bali kwa unyenyekevu kila mtu na amhesabu mwenziwe kuwa bora kuliko nafsi yake, mpaka mtu hapo aseme amina. Na kila mtu asiangalie mambo yake mwenyewe, bali kila mtu aangalie mambo ya mume wake au wengine. Kwa hiyo ukigundua hilo, mume wako atakupenda tu kwa vyovyote, sababu unamtanguliza yeye. Hata unapopakua mboga, macho hayana pazia. Bakuli ulivyompa yeye anacheki kwake, lakini akicheki na kwako macho hayana pazia. Kuna wanawake wengine wakorofi kiasi hicho, anasahau kwamba huyu ni mwanamume, ni kichwa, anastahili apate posho zaidi yeye baadaye. Alafu wanaume nikikutana nao huwa nawafundisha kitu kinaitwa ekibego. Na kupegera mwana wange. Ekibego. Kwa wanaume wenye maadili, huwezi ukala kuku wote unakula mabawa au unapiga unakula firigisi. Sasa mke wako atajua kwamba firigisi inafananaje lini. Lini unakula nusu? Sasa ndivyo. Sasa inategemea. Sasa unampa, kama ukipiga mswaki hawezi kula. Mimi nakwambia. Hivi, si unaona? Tukaleta glasi soda tumepata mgeni, unampa, yuko na mke wake, unasema soda hii hapa unataka kumfungulia mama na baba. Sasa mama anasema,
acha baba, tutakunywa moja hiyo hiyo. Mume wake akasema, kila mtu ya kwake. Hapana, tunywe tu hiyo hiyo inatosha. Haya. Mzee anakubali shingo upande, akiangalia na anakujua ulivyo mchafu. Usafi wa kinywa. Sijafika huko nachomekeza vitu ambavyo nimeviona kwa macho kabisa. Anashindwa kula na wewe kitu. Wa mama zangu, mjihurumie wenyewe. Yani hata kama atalazimika na mwenye nyumba akawasimamia akakaa hapo. Unasikiliza, anakunywa, si umekunywa? Si umenipa? Anatazama huku na huku kama kuna mtu anafanya, anafuta kwanza hapo. Hujakutana na hiyo? Lakini kwa watu wanaopendana, unakunywa, unampa, anakunywa. Sema amina kubwa. Sasa hivi ni vitu vya kuangalia sana. Tutafika huko baadaye, lakini ni vitu ambavyo vinaondoa amani. Sasa Wafilipi niliyosoma anasema tusifanye mambo yote kwa mashindano. Yani ubabe. Nitafika kwenye kipengele cha ugomvi, uchokozi, mgomvi. Hajaandikwa mwanaume pale, mwanamke. Sasa ule mashindano. Na vijembe. Unampigia vijembe mume wako. Ushukuru send off. Wewe ungeona wapi TV hii? Ushukuru send off. Sasa ukishaanza kumsimanga kwa ajili ya umaskini wake na yeye amekutoa kijiweni wewe, hivi wewe unadhani umeolewa kwa sababu ni mrembo sana? Mnijibu, kwa kuwa yeye ni mrembo sana wewe? Si ni neema ya Mungu imekushukia? Si wameacha warembo wengi wako barabarani? Kwa sisi tunaokaa mjini, jioni nenda Mwanza hoteli pale. Uone hao hapo, uone mjini wako wamekaa wamejianika wanaume. Alafu na wewe ujipime pale. Wewe ambaye umepata neema hiyo alafu unaichezea. Amina kubwa. Kwa hiyo kuwaheshimu sana hao wazee, mama zangu, ili muwe na ndoa nzuri. Sema amina niendelee kumalizia. Muwe na hakuna mashindano, hakuna majivuno. Shukuru send off. Tulikuwa tunalalia godoro wewe, sasa tumepata godoro la inchi 10. Sasa ukikutana mwanaume mjeuri anasema nenda ondoka nalo peleka kwenu basi. Au anakupisha analala chini. Sikuwa na maana hiyo, ulikuwa na maana gani? Au vyombo vimejaa mle kabatini. Unampa chakula kwenye sahani za plastiki siku zote. Asiguse chombo, sijui akute house girl amepotea akakupa kwenye sahani ya udongo. Mama anagombana kabisa. Hivi vyombo nimesema vya wageni. Yaani wageni wana maana kuliko mimi mwenye nyumba. Sema amina. Nichomekeze au nisichomekeze? Sema hivi, kila mwanamume sahani yake inajifanana. Kijiko chake kinajifanana. Sahani yake inajifanana. Kikombe cha chai. Sasa umeniwahi mama, nitaka kuambia hivi. Hiyo nadhani nitakuja na vyombo kesho muone hiki ninachofundisha ni real. Mimi vikombe vyangu mama alifanya sijui wapi. Ni mafundisho kama haya tu. Wamefundishwa kwenye kongamano kama hili. Na wewe ukifundishwa wewe ndio ufanye. Mimi nakwambia hivi utakuja kuona ajabu, hakuna mchawi. Ujinga nao ni uchawi fulani kabisa. Mimi nitakuja navyo kesho vikombe yani kama alivyosema mama, kikombe na picha yangu kabisa hivi. Yani nakunywa chai na jinywa. Kijiko changu kinajifanana.